Na mimi kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuifikia siku hii ya leo. Lakini niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu, kwa ushindi mkubwa ambao ameupata katika uchaguzi wa mwaka huu. Tunampongeza sana. Lakini Mheshimiwa Spika, nikupongeze na wewe pia kukalia kiti hicho. Tunakupongeza sana na tuna imani kubwa sana na wewe utatuongoza ili kufanikisha ndoto na maono ambayo tunayataraji. Mheshimiwa Spika, ninaomba kwanza kabisa kabla sijaendelea nitamke ninaunga mkono hoja ya uteuzi wa Dr. Mwigulu Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba niseme sifa zilizosemwa na mwanasheria mkuu wa serikali ni stahiki na ni sahihi kwa Dr. Mwigulu Nchemba kupata madaraka hayo na kuweza kusimamia nafasi hiyo kubwa ya uratibu ndani ya serikali ili tuweze kufanikiwa kuyafikia malengo, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, pamoja na sifa hizo nyingine ambazo zimesemwa na mwanasheria mkuu, ninaomba niongeze sifa chache. Ya kwanza, Daktari Mwigulu Nchemba ni mtu wa maono. Anayo maono ya kujua taifa letu linataka kwenda wapi. Lakini Daktari Mwigulu Nchemba anajua vipaumbele vya nchi hii. Nini ambacho kinatakiwa kufanyika kwa sasa ndani ya taifa letu la Tanzania. Na kwa nini nasema hivyo? Mheshimiwa Spika, kwanza muungaji mkono aliyetangulia ameeleza vizuri mafanikio ya serikali ya awamu ya 6. Hakika yasingeweza kupatikana kama tungekuwa na waziri wa fedha ambaye hakutekeleza vizuri majukumu yake. Mheshimiwa Spika, wote tunafahamu mapato ya ndani katika nchi yetu ya Tanzania kupitia TRA iliyokuwa chini ya Wizara ya Fedha yameendelea kuongezeka na kusababisha mageuzi makubwa ya maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais wetu ametueleza kupitia ilani ya uchaguzi, lakini ndani ya siku 100 anayo maono yake, anayo malengo yake ambayo yanakwenda kumgusa Mtanzania mpaka wa hali ya chini. Maono haya yanahitaji waziri mkuu kama Mwigulu Nchemba ili yaweze kutekelezeka. Ninawahakikishia waheshimiwa wabunge kwa huduma hizo za afya, ujenzi wa uchumi, mabadiliko ya kimfumo ndani ya serikali yetu, usimamizi wa serikali, kwa sifa alizonazo Mwigulu Nchemba, ninawahakikishia maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yatakwenda kufanya kazi vizuri. Lakini jambo la mwisho, Mheshimiwa Spika, ninaomba uniruhusu ni washawishi wa bunge na kuhakikishia uwezo wa Daktari Mwigulu Nchemba katika nafasi hiyo unatokana pia na kazi kubwa aliyoifanya akishirikiana na mawaziri wengine, lakini yeye akiwa miongoni mwa mawaziri ambao wametengeneza dira ya taifa tutakayo kwenda nayo mpaka mwaka 2050. Kwa hiyo tunakwenda kupata waziri mkuu anayelitazama taifa hili mpaka miaka ya 2050. Lakini Mheshimiwa Spika, naomba niwahakikishie wabunge, ninafahamu Daktari Mwigulu Nchemba yeye alikuwa ni miongoni mwa wajumbe walioandaa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030. Tumeletewa waziri mkuu ambaye alikuwa ni mmoja wa waandaaji wa ilani, kwa hiyo anaifahamu ilani hiyo na atakwenda kuisimamia vizuri. Mheshimiwa Spika, Daktari Mwigulu Nchemba ni jasiri, ni msimamizi wa mambo, anataka mambo yatokee. Kwa hiyo bila shaka tumuungeni mkono Daktari Mwigulu Nchemba katika nafasi hii. Tumepata chaguo sahihi
na tutakwenda kusimama naye na tutakwenda kutekeleza majukumu yetu, kwanza kama wabunge, lakini tutakwenda kumsaidia Mheshimiwa Rais na serikali kuyafikia malengo ambayo tumejiwekea. Mheshimiwa Spika, naunga mkono azimio hili na ninamtakia kila la heri Daktari Mwigulu Nchemba katika kazi yake hii mpya ya uwaziri mkuu wa Jamhuri. Asante. Mheshimiwa Mama Malechela, jiandae Mheshimiwa Ado.